Nyinyi wote hapa ni mashahidi. Kama serikali mwezi Mei iliweka 256 kwa lita moja, zilipungua bei za mafuta. Kama imeweka shilingi 535 kwa mwezi Juni, bei za mafuta zilipungua. Lakini Watanzania wangapi walitangaziwa kwamba serikali imeweka ruzuku kwenye mafuta? Hata EWURA wakati wanatangaza bei walisema hilo kwamba mafuta serikali imetoa ruzuku ya kupungua kwa bei ya mafuta. Lakini mbaya zaidi, kama tunavyofahamu kwamba mimi binafsi na kwa ujumla na chama hatujaona tangazo la serikali linalohusu kutolewa kwa ruzuku hiyo. Hivyo huo unaweza ukawa ni mkakati wa kuhadaa tu wa Tanzania na kufuja fedha za umma. Mnaambiwa serikali imetoa ruzuku kwa ajili ya kufidia watu wa mafuta. Wamefidia kwenye nini? Bei hazijapungua. Kwa hiyo maana hizo fedha zimeenda kwenye mifuko ya watu. Lakini kama mnavyofahamu, hivi majuzi pia tulitangazwa kwamba bei ya mafuta imeshuka katika soko la dunia kutoka dola 112.9 kwa pipa moja hadi kufikia dola 87.3, takriban imeshuka kwa 22%, lakini hatukuona bei za mafuta zikipungua. Kwa hiyo proportionality, serikali imeendelea kueleza umma kuwa ongezeko hili linatokana na sababu za kimataifa, ikiwemo mivutano ya kisiasa duniani na mabadiliko ya soko la mafuta. Hata hivyo, uchambuzi wa ACT Wazalendo umebaini kuwa maelezo hayo hayaelezi ukweli wote wa tatizo linalohusu gharama ya mafuta, ikizingatiwa kutofautiana na nchi jirani kama vile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Zambia na hata bei ya uuzaji wa mafuta kwa Msumbiji. Utafiti na uchambuzi wetu unaonyesha kuwa pamoja na sababu za kimataifa, kuna kashfa kubwa kuhusu mfumo wa uagizaji wa mafuta nchini na namna wajanja wachache wanavyotumia mwanya huo kujinufaisha bila kujali maumivu na mateso makubwa yanayosababisha wananchi kuingia kwenye matatizo makubwa. Na utafiti huu umebaini yafuatayo: serikali ya Tanzania ilibadili mfumo wa uagizaji wa mafuta wa pamoja kwa utaratibu wa ushindani na kuanza kutumia shirika la maendeleo la petroli Tanzania, yani Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC, katika uagizaji wa mafuta kwa madai ya kupunguza gharama na kuleta utulivu wa bei ya nishati nchini kwa miezi mitatu, kwa maana ya Mei, Juni na Julai 2026. Sasa utaratibu wa kawaida ni kwamba TPDC alikuwa akishindana na wenzake kama kawaida waagizaji wengine wa mafuta. Kwa hiyo kampuni linaloshinda na yeye TPDC akiwemo ndio linapewa tenda ya kuagiza mafuta. Lakini hapa tumeamua kumtumia TPDC kwa maana ya kwamba sasa yeye kama anakuwa anatumia utaratibu wa single source. Sasa nini kinafuata? Taarifa ya awali ya Machi 2026 zinaonyesha kuwa TPDC ilifanikiwa kupata mafuta ya takriban dola 100 kwa pipa kupitia mikataba ya moja kwa moja ya wazalishaji wa kimataifa, hatua iliyotarajiwa kupunguza mzigo wa Tanzania na kuongeza ufanisi katika mfumo wa uagizaji. Sasa hiyo ilikuwa ni Machi. Zoezi Machi lilienda vizuri na mafuta yakapatikana kwa bei nzuri. Hata hivyo, pamoja na mabadiliko hayo ya kimfumo, mwenendo wa bei ya mafuta haujaonyesha nafuu inayoendana na matarajio ya umma kama nilivyoeleza hapo juu. Taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa baada ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC kushinda zabuni katika mfumo wa uagizaji wa mafuta ya pamoja unaosimamiwa na wakala wa uagizaji wa mafuta wa pamoja, yani PPA, kandarasi ya uagizaji ilikabidhiwa kwa kampuni ya Vito ya Uswizi. Sasa huyu TPDC tulimpa kazi hii kwa ajili ya nini? Na kama hilo kampuni la Uswizi lilikuwa na uwezo wa lenyewe kuagiza mafuta, kwa nini singeshindana na waagizaji wengine tu ili wakaagiza mafuta na kuingiza nchini? Kwa nini iwekwe cover ya TPDC halafu baadaye kumbe anayoagiza ni kampuni la Uswizi? Vito, kampuni ya Uswizi. Baada ya TPDC kutangaza zabuni ya kuipatia kazi kampuni ya Vito, imeleta mafuta nchini kwa bei kubwa zaidi ya dola 400 kwa mita za ujazo, tofauti na zabuni zilizotangazwa na PPA ambazo zinaonyesha faida ya kampuni premium za diesel zikifikia dola za Marekani 267 na petroli dola za Marekani 285 kwa tani.
Jambo lililoibua wasiwasi mkubwa ni kuona kuwa kampuni hiyo pia inahudumia masoko ya Zambia na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC kupitia bandari ya Beira. Imepeleka mafuta kwa bei ya chini kuliko iliyotuuzia Tanzania kwa takriban dola za Marekani 300 chini ya mita za ujazo. Kwa mita za ujazo sisi tumeletewa bei kubwa ya zaidi ya shilingi 400, lakini kule amepeleka bei ya chini ya zaidi ya shilingi 300, dola 300, sio shilingi, dola 300 kwa kila mita ya ujazo. Kutokana na hali hiyo, kumekuwa na mabadiliko ya mwelekeo wa biashara katika ukanda wetu. Kwa mfano, makampuni ya Zambia, DRC na Kongo yameanza kuepuka kutumia bandari kununua mafuta ya Tanzania kama njia kuu ya usambazaji na usafirishaji wa mafuta. Kwa hiyo hao wote wameenda Beira, na hivyo sasa ndani ya nchi yetu kuna zaidi ya lita 90,000 mita za ujazo zaidi ya metric ton 90,000 za mafuta zimekosa soko kupitia mfumo wa Tanzania, ambayo hizi ni milioni 90. Ujue maana tuna lita milioni 90 ambazo zilikuwa zichukuliwe na Kongo, zilikuwa zichukuliwe na Zambia. Sasa Wazambia wameenda Beira kwenda kuchukua mafuta hayo. Kwa hiyo wameamua kukimbia, kwa sababu huyu ameleta mafuta kwa bei kubwa hapa nchini kwetu, na kule amepeleka mafuta kwa bei sisi ameleta kwa bei kubwa, halafu wenzetu kule amepeleka kwa bei chini ikilinganishwa na sisi wako chini kwa dola 300 katika mita ya ujazo. Nani atanunua mafuta haya? Matokeo yake ni kwamba biashara hiyo imeelekezwa zaidi kupitia bandari ya Beira nchini Msumbiji. Kitendo hiki cha makusudi ni kuhujumu uchumi na taifa letu kwa lengo la kuifanya Tanzania kupoteza kama kitovu cha usambazaji wa mafuta kwa nchi jirani, pamoja na upotevu wa mapato ya bandari na huduma ya usafirishaji. Zaidi ya hapo, ulinganisho wa viwango vya faida, yaani premium, vinavyoruhusiwa kwa kampuni za mafuta kati ya Zambia na Tanzania zinaonyesha tofauti kubwa na kushangaza ambayo haiwezi kuelezwa kwa msingi wa kibiashara na gharama ya usafirishaji. Haya, mambo gani haya? Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya udhibiti wa nishati Zambia, Energy Regulatory Board, kwa mwezi Juni 2026, kiwango cha faida ya makampuni premium kilichoruhusiwa kilikuwa wastani wa dola za Marekani 76 tu kwa tani. Kwa maana ya Zambia, premium faida wanayoruhusiwa makampuni kupata kwa tani ilikuwa ni dola za Marekani 76, wakati sisi EURA wanaruhusiwa, wenye makampuni wanaosambaza mafuta wanaruhusiwa dola za Marekani 266 kwa tani. Ni zaidi ya 350 ya kiwango kinachoruhusiwa kule Zambia. Sasa jambo la kujiuliza, Watanzania sasa hivi wanavyosafa kwa bei kubwa za mafuta, wanavyohangaika, kila bidhaa zimepanda kwa sababu ya bei ya mafuta imepanda, unawezaje kudea kwenda kuruhusu makampuni yapate faida kubwa kiasi hicho kwa tani, kwa metric tani kwa mita za ujazo, kwa tani, kwamba kupata faida ya dola za Marekani 266 kwa tani. Hii ina maana kwamba faida ya makampuni yanayolipa Tanzania yalikuwa zaidi ya 350 ya kiwango kinachoruhusiwa kule Zambia. Kwa hiyo unaona kwamba wao Tanzania ni kama vile hawana uongozi total. Hawana uongozi, sio kama hawana uongozi, hawana serikali. Na Watanzania watakao wajue kabisa kwamba hawana serikali, basi wanajiendesha kwa kudura za Mwenyezi Mungu. Kinachoshangaza ni kwamba Zambia hupokea sehemu kubwa ya mafuta yake kupitia bandari ya Dar es Salaam na gharama za usafirishaji wa maelfu ya kilomita kufikia katika soko la ndani. Kwa mantiki ya kawaida, biashara na gharama ya mafuta nchini Zambia singetarajiwa kuwa juu zaidi ikilinganishwa na Tanzania ambapo sisi ndio wenye bandari. Tanzania ndio inayoonekana kubeba gharama kubwa zaidi ya premium kuliko nchi inayosafirisha mafuta hayo kwa umbali mrefu. Hali hii inaongeza uzito wa hoja yetu kwamba tatizo la bei ya mafuta nchini halisababishwi tu na sababu za kimataifa kama serikali inavyodai. Ni ufisadi mkubwa katika mfumo wa ununuzi, upangaji wa bei na usimamizi wa sekta ya mafuta nchini. Hakika vitendo hivi ni uhaini na uhujumu wa
uchumi kutokana na sarakasi hizi. Acha faida za kawaida, kutokana na sarakasi hizi za mara TBDC anajiweka yeye, anaagiza kwamba ni taasisi ya serikali, anatumika kuagiza mafuta. Kumbe alikuwa anaweka hapa ili kuzuia ushindani, ili liruhusiwe kampuni lililokusudiwa hili la Vito kutoka Uswizi, ili liweze kuwaidia Watanzania na hivyo katika hiyo sarakasi Tanzania mpaka sasa hivi imepata hasara ya bilioni 700 katika kipindi cha miezi miwili tu, Mei na Juni hii ambayo hata bado haijaisha, bilioni 700, na Watanzania wakiendelea kulipia gharama za mafuta ambazo hazina uhalisia, wanaendelea kulipa gharama za mafuta ambazo hazina uhalisia. Sarakasi tu, unajua sijui soko la wapi limepanda, sijui hiki kimefanya nini. Yote ile ni kutafuta mazingira ya kuwaidia Watanzania, na kwa kweli wameibiwa kweli. Sasa acha faida zilizopatikana, hasara tu ya sarakasi ya kulipishwa zaidi ya kiwango kinachotakiwa ni bilioni 700. Kutokana na hali hiyo sasa, ACT Wazalendo inasema nini? Moja, mkataba kati ya TBDC na kampuni ya Vito ya Uswizi uvunjwe mara moja na kurejea utaratibu wa ushindani kupitia wakala wa uagizaji wa mafuta wa pamoja, yani PBPA. Namba 2, uchunguzi huru wa kina ufanyike kuruhusu zabuni na mchakato mzima wa uagizaji wa mafuta wa mwezi Aprili hadi Juni 2026 na matokeo yake yaweze kuwekwa wazi. 3, wakati uchunguzi unaendelea, waziri wa nishati, viongozi wa TBDC na PBPA wanaohusika na manunuzi hayo wakae pembeni ili kuhusu uchunguzi huu. Sasa hawa kwa sababu hawa walichokifanya wanakijua, alichokifanya waziri wa nishati kuruhusu kumweka TBDC kwenye hili jambo, sio kwamba alifanya kwa bahati mbaya. Shirika la TBDC hii biashara kujiweka kwamba lenyewe litaagiza mafuta moja kwa moja, na liliagiza mwezi Machi moja kwa moja, na tukapata mafuta ya bei nzuri, baadaye linaenda kumpa mtu. Kwani serikali hatuna uwezo wa kumpa fedha TBDC wa kuagiza mafuta mpaka tutafute kampuni? Sasa TBDC, uongozi wa TBDC wanajua wanachokifanya, lakini hawa wanunuzi wa mafuta ya pamoja, hawa Petroleum Bulk Procurement Agency, hawa nao wanajua wanachokifanya. Kwa hiyo hawa viongozi wote, waziri wa nishati, viongozi wa hizo taasisi wote wanatakiwa wakae pembeni ili kuruhusu uchunguzi uendelee. Namba 4, matokeo ya uchunguzi yawekwe wazi kwa umma na hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya yeyote atakayebainika kusababisha hasara za mafuta. Na mpaka Watanzania tutaijua bei halisi ya mafuta. Tutaijua kupitia ukaguzi huu. Matokeo, kampuni ya Vito iwekwe katika orodha ya tahadhari, yani watch list, na baadaye iwekwe vikwazo vya kushiriki zabuni za umma, yani iwe blacklisted katika miradi ya uagizaji wa mafuta nchini Tanzania. ACT Wazalendo itaendelea kusimamia upande wa wananchi kwa kudai uwazi, uwajibikaji na usimamizi bora wa rasilimali za taifa. Fedha za wananchi lazima zitumike kwa manufaa ya wananchi, na mifumo ya mafuta nchini lazima isimamiwe kwa maslahi ya taifa badala ya maslahi ya wachache. Watanzania wanayo haki kabisa ya kuhakikisha kwamba wanatozwa gharama ya mafuta yenye uhalisia. Watanzania hawawezi kukubali kuonewa kwa kiwango hicho. Mnawekewa bei ambazo hazina uhalisia kwenye mafuta, mnateseka, mnafilisika, nauli zinaongezeka, gharama za mabasi zinaongezeka, gharama za chakula zinaongezeka, gharama za matumizi yote ya kibinadamu zinaongezeka, alafu tukubali hivi. Na kama hatakosekana mtu wa kuwajibisha hawa, chama chetu kitaenda mahakamani. Ni kuburuzana tu mahakama. Hata kama hii mahakama nazo zimesha compromise, basi tutafuta njia nyingine, lakini lazima sauti ya Watanzania isikike na haki ipatikane. Sasa labda tuzungumzie kuhusu kodi. Kuhusu kodi, tozo, ushuru ulioanzishwa na kuongezwa